serikali kupitia baraza la mchezo BMT imeidhinisha rasmi marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba baada ya kulalamika na kukamilika kwa mchakato kisheria la usajili wa vyama vya mchezo nchini. Abel Ngilangwa akizungumza namna hiyo. Hatibu tumemsikia alichokizungumza. Katiba iliyorekebishwa inajumuisha kuweka wazi Simba Sports Club Company Limited kama chombo kitakachosimamia masuala ya kibiashara na kiutendaji. Sasa hivi tukiangalia kwa upande wa Simba Sports Club kuna mambo ambayo yanaweza kusema kwamba yanaweza kuendelea. Ni lazima tuseme ni taa kwa Simba sasa hivi taa kijani imewaka. Taa kijani imewaka, lakini naweza kusema kwamba sasa hivi tuna yale ambayo mashabiki walikuwa wanaweza kuyahitaji. Sasa hivi kama viongozi wanaweza kukaa chini na kuweza kujadili kwa namna gani jinsi ambavyo wanaweza kuyatatua na kuweza kuelewana baina ya viongozi pamoja na timu kama nzima na pamoja na mashabiki. Ila kwa upande wa umiliki wa hisa kwa baraza la wadhamini kwa niaba ya wanachama, naweza nikasema ni jambo ambalo kwa siku zote watu walikuwa wanalihitaji ili kuweza kurekebishwa zaidi. Hususan kila mwenyekiti kama jinsi ambavyo anavyoweza kuongea kila siku, anakuambia kwamba kuna zile kadi za wanachama ambazo kila siku mashabiki walikuwa wanazihitaji. Lakini kwangu mimi naweza nikasema kwamba Simba yenyewe sasa kutokana na ile jumuisha endapo umiliki wa hisa ukabaki chini ya baraza la wadhamini kwa niaba ya wanachama, si ndivyo? Ndio. Maana yake baraza la wadhamini linakuwa ambalo linamiliki hisa sasa ya Simba kwa upande wa wanachama, linatunzia ambao tunazungumza baadhi la wadhamini. Kuna wadhamini ambao wanakuja kuwekeza pale Simba, alafu kuna ile sasa ambayo hisa yenyewe nani ambaye anapewa hisa kubwa kama mdhamini au Simba yenyewe au wanachama. Yes, kwa ninavyozungumza kwa sababu ndio ile 49% kwa 51 nani sasa ambaye anatakiwa aichukue. Endapo mdhamini akichukua 51, maana yake mdhamini ana asilimia kubwa ya kufanya kitu kikubwa ndani ya Simba. Ila 49 kibaki kwa wanachama, maana yake Simba itakuwa chini, itakuwa inasikiliza mamlaka yote hapo kwa mdhamini, kwa sababu yeye ndo ile hisa kubwa ndo anaratibu yale mambo yote ambayo yanatokea ndani ya klabu ya Simba. Lakini pia baraza la wadhamini kuwa na wajumbe 7 mpaka wajumbe 5 mpaka 7 ni katika mkutano mkuu, ukibaki chombo chenye mamlaka ya mwisho, unaona. Kwa sababu kwa upande wa wadhamini watakuwa wanatoka wajumbe 5 mpaka 7. Unaona, ni vitu ambavyo miongoni mwa vitu ambavyo mimi ambavyo nimevinukuu alichokizungumza. Na mkutano mkuu sasa ambao tunazungumzia mkutano wa mwisho wa mwaka ambao Simba sasa watakuwa unabaki kama nguzo iliyosimamia kipi ambacho kimezungumzwa, kwa sababu kwenye mkutano mkuu upande wa wanachama watakuepo, upande wa mdhamini watakuwa. Hakuna mtu ambaye yote atakaye kuja kupindisha sheria ambayo itawekwa, kwa sababu mtu kutoka upande wa mdhamini akizungumza hiki, kama upande wa wanachama hujaridhia, watakataa kwa hoja, sio kwa kunumbana, kwa hoja. Maana yake kuna kitu ambacho sasa mtakiweka katikati, na BMT wamezungumza hapa kwamba wao hawapo kwa ajili, wao wanasaidia ambapo tumefanyaje hapajanyoka. Yes, wananyosha wao wenyewe. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vipo, na hii sasa marekebisho hayo yatakuja hata haribu yatapunguza ule uchochezi wa migogoro miongoni mwa wanachama, bali yanalenga kuimarisha utawala bora, kulinda misingi ya umiliki na kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji. Na hapa sasa mazingira rafiki ya uwekezaji inafanyaje? Inakuja kwa mfano mtu klabu kama ina uongozi bora au na utawala bora, hakuna mmiliki yote ambaye atakuwa anajiuliza maswali mawili matatu kwamba sasa hivi naenda kwenye klabu ya Simba ina utawala bora kwanza, na mimi nitaenda kupata chochote. Pia wanachama na mashabiki wa Simba watatakiwa kuheshimu uamuzi huo na kushirikiana katika utekelezaji wake ili kuendeleza mafanikio ya klabu ndani na nje ya uwanja. Tutazungumza nje ya uwanja, ndo haya ambayo yamesababisha Simba kutofika robo finali. Unaona, sio kwamba vitu ambavyo vinafanyika nje ya uwanja viweze vikaathiri ndani ya uwanja, vinaathiri pakubwa sana. Na endapo mkinyoka nje ya uwanja, lazima nyinyi mtafanye ndani ya uwanja wachezaji watanyoka. Tunachukua mfano tu kwenye familia. Endapo baba na mama
wana migongano, hakuna lugha moja ambayo inaeleweka. Baba akasema hiki kifanyike, mama akasema hiki kifanyike. Kama mtu anasema hiki mtoto fanye hiki, afu mama anasema mtoto fanye hiki, mtoto atabaki njia panda na mtoto lazima haelewi. Yes, ndio maana wachezaji upande wa wanachama wanasema hiki, upande wa mchezaji wanasema hiki. Mchezaji atabaki njia panda, atajiuliza niende wapi, tusimame wapi. Na nyie upande wa mashabiki nao wanataka wachezaji wa Simba sio wachezaji wadogo, wanataka washinde Champions League, wanataka walete taji la shirikisho, wanataka wachukue ubingwa. Wamepoteza mara 4, yani wamefungwa mara 6 mfululizo na mpinzani wake, wamepoteza CRDB Federation Cup mara 4, wamepoteza ngao ya jamii mara 3 kutoka kwa Yanga. Unaona kuna vitu ambavyo wanataka wavionyeshe. Mara ya mwisho kumfunga Simba Yanga ilikuwa ndani ya dakika 90, ilikuwa 2021 2020, ambapo ilikuwa ni Kigoma Lake Tanganyika, goli la Tadeo Lwanga. Kwa hiyo hapo unaona kuna generation, yani kuna vizazi na vizazi. Upande wa Simba wameondoka kina Tadeo Lwanga, wamekuja wachezaji wengi lakini hawajawahi kuonyesha ushindani. Na kipimo cha Simba sasa hivi, mashabiki wa Simba kitaka kufurahia waifunge Yanga. Unaona hata kama umekosa ubingwa lakini Yanga umemfunga, ndo Simba anachofanya. Lakini hata Yanga ikifunga kuchukua ubingwa, maana yake wewe aliyemfunga Simba hayachukua chochote, maana yake afanya kazi bure. Lakini Simba walikuwa wanafanya kazi bure, hamfungi Yanga anachukua ubingwa kwao. Kumbuka msimu uliopita Yanga achukua ubingwa kwa Simba, mbele yake anachukua kikombe. Lakini unajua mimi nilikuwa nataka kuna kitu cha kuweka hapo. Sawa, ndio amefanya kwenye upande wa Issa Mere, umeweka marekebisho sawa, ila viongozi ambao watakuwa ni wale viongozi wa kuwajibika. Najua utaweza kuwa labda wajanani walikuwepo viongozi ambao watawajibika, watafanya mambo yao ya msingi ambayo wameweka pale. Nago mimi naona kwa upande wako hapo, mimi naweza nikasema kwamba ukiwa na uongozi bora pamoja na timu ambayo kidogo ina upambanaji, hata kwenye timu yako lazima wawekezaji lazima wao nao wanaongezeka ndani ya timu. Yaani hapo ameweka muhimili bora, muhimili ambao ulikuwa ni bora. Sawa, lakini tukiachana